Okay, vile mnajua ni Gaucho, ghetto president, bado ni mwanasoja wa Raila na tena ni mwanasoja wa William Samoei Ruto na Mama Ida. Ile nataka kusema leo ni historia niliona jana kwa Kisumu, kwa Mali Orengo na Sifuna walikuwa kwa kanisa. Nataka niambie jamii yetu, hii ni kitu nataka kuambia jamii yetu ya Wajaluo, ya kwamba iko game ambayo mnachezewa. Iko image na narrative ambayo Linde Uhuru ikiongozwa na rafiki yangu ambayo ni senior politician, lazima ni mrespect, James Orengo, wakiungana na group ya kina Sifuna. Mkikumbuka last time narrative iliuzwa ya kwamba Ususi amepigwa na goons kwa hoteli, akaenda kuinua hoteli ya Kisumu. Watu walikondemu wote, mpaka nyinyi Wajaluo mliongea na mkapinga hiyo kitu na mkawaambia wakuje wafanye hiyo rally yao. Wakafanya rally, hawakupigwa, hawakusumbuliwa na mtu na wakaenda. So wakaangalia tena nini bado wanaona ya kwamba nini wanaweza uza. Juu hiyo walifikiria after hiyo rally Wajaluo watatoka kwa broad base hawafuate huko kwa pinzani. Wakaona bado wawezi. So mkikumbuka vizuri hii mambo ya watu goons ikianza, ilianzanga ya kwamba Gachagua anapigwa kwa kanisa, akienda kwa kanisa eti goons wanampiga kwa kanisa. Sasa hii Gachagua ameanza kupigwa. Sasa tangu Irungu Kang'ata ingie kwa hii mambo ya linda wananchi, juzi wamepigwa Nyahururu, sijui Nyahururu ama wapi, watu wamepigwa sijui area gani, sijui Alkalao, sijui wapi, watu sijui wamepigwa wapi, wengine wamepigwa mpaka bodyguard zake sijui amepigwa risasi kwa gari yake, yeye mwenyewe risasi yamshika. Sasa hii karudi ya kwamba juzi Kisii eti goons wametengenezwa Kisii eti pige watu walinda ground huko Kisii tangu Irungu Kang'ata ingie. Ikakuja jana eti Bishop alitangaza kwa kanisa ya kwamba eti hiyo kanisa yake ilikuwa imepangwa kuatakiwa kwa sababu ya Orengo na Sifuna. Mimi nauliza, kama huyu ni Bishop ambaye anaomba mambo ya kupeleka watu binguni, ni mtu either aombe Saitani itoe hiyo majaribio kwa macho yake, ama itoe kwa njia yake, ama pigie maaskari. Ile ni Bishop kubwa, ni kanisa kubwa. Aliinform maaskari wa gani? Alipigia hospidi gani, OCS gani, ili aprovide security, kwa sababu alikuwa na information. Ukiangalia hiyo kitu kabisa, kama si narrative ambayo ilitengenezwa, huyu Bishop tayari iko goons ambao walikuwa kanisa ikilinda hiyo kanisa. Hakuamini hata Roho Mtakatifu. Alienda kuchukua watu wakuje walinda kanisa yake. Wao watu si bado walikuja na panga na walikuja na visu. Pastor anataka watu wamwage damu kwa kanisa yake. In the name Orengo na nani wamekuja kwa kanisa yake. The same thing, sisi ni Lilots, sisi na Wakalenjin ni Lilots. Tangu lini sisi Wajaluo ambao wanajulikana watu wa mawe tumekuwa watu wa mshale? Tangu lini sisi Wajaluo tumejulikana kama watu wa mawe? Jana tulikuwa watu wa mshale. Kama hapa tukipigana Wakalenjin juu ya boda tunapigwa mpaka tunachoma. Kwa nini? Hakuna siku Wajaluo wamebeba nini, either panga ama bebe mawe, na sana sana mawe ni urujire ile ya kutupa hivi na kamba. Eti jana sasa eti ilikuwa, na ukiangalia hiyo kitu watu wakipiga nduru wakienda mahali, unaona tu nduru na kelele, lakini usikii mpaka sauti wakisema eti ni kama watu wamewekewa speaker kwa nguo. Hiyo nini isikike ya kwa kisema ya kwamba twendeni kitu video mtu anachukua na umbali hata kama ni ya simu. So unasikia tu kelele, wewe unasikia mpaka inakuwa na sauti inatoka clear, twendeni. Nao pia wakagunzwa kanisa pia wametoka eti wanaenda kukutana nao watu wamebeba mshale. Narrative gani inauzwa Wajaluo wetu? Narrative gani Uhuru na kikundi yake wanajaribu kuuza? Kwa sababu Irungu Kang'ata ni agent Uhuru Kenyatta, yeye pamoja na Paul Njoroge. Sifuna na Orengo ni watu wa group ya Uhuru Kenyatta. Mimi nataka kusema hivi, tangu lini Wajaluo eti wamekuja na mshale eti wanaenda kudunga Orengo na niko kanisa? Na mimi nauliza, kwa nini Kisumu ndio target? Kwa nini Sifuna akienda kwa watu wapigani kwa matanga kwa makanisa, lakini Luo Nyanza wakienda eti wanataka kupigwa, wanataka kuumizwa? Wajaluo hao watu wanatafuta mbinu yote ya Wajaluo community waende upinzani. Hao watu wajaamini ya kwamba Wajaluo wanafaa wapumzike, Wajaluo wapate maendeleo, Wajaluo wapate development, Wajaluo wapate barabara, Wajaluo wapate railway, Wajaluo wapate flyovers, Wajaluo wapate port, Wajaluo wapate referral hospitals. Wanataka sisi tukue nje tukiwapigania watoto wetu wakiuliwa.
Na hiyo ndio viongozi wetu wengine wanatumia kina Sifuna wakipata information kutoka kwa Uhuru wakuje walete shida kwa jamii yetu. Tuanze kupigana si wenyewe kwa wenyewe. Nataka niambie viongozi wetu wa Jaluo, wacheni kutumia vijana wetu vibaya na 1,500. Ionekane Kisumu ndio hotspot ya vita. Ionekane kwa Wajaluo Kisumu ndio mali ya gunship na nini na mali ya kumwaga damu iko. Orengo, wacheni interest yenyu. Wewe baba amekufa kama amekuacha tu na 2 years. Hakuna kijana unaweza influence saa hii eti ya kufuate. Tuko na generation nyingine mpya, si ile generation ya baba. Hii generation niwezi kuja na hiyo mbinu na wa nini. Wao watu wamekuwa informed. Na mimi nataka kusema ya kwamba hii narrative naambia na Sifuna, please. Hii narrative iwezi uzwa. Tunataka wewe pia ukienda kwenyu, tunataka watu wenyu wabebe msali. Ionekane eti sisi ni Waluya tena watakiwa kanisa Waluya waone ya kwamba Sifuna ameenda kupigwa kwa Jaluo. Kwa nini usipange upigwe kwa Central? Kwa nini usipange upigwe area nyingine? Juzi mmeenda mmejipangia ili ionekane Simbarati ndiye amepanga mpigwe. Hii ndio kitu mna nini ya kwamba Simbarati amepanga nyinyi mkimbizwe. Sasa nataka kusema ya kwamba eti Kalenjin community through William Ruto ndiye ameweka Wajaluo na eti either Ruto ama watu wako kwa serikali ndio wamebaia Wajaluo mumshali. Juu narrative ya kwamba Wajaluo waone ya kwamba iko viongozi wengine ambao wako kwa serikali wanafund vijana wapige viongozi ambao wanapinga Ruto. Hiyo ni narrative inataka kuuzwa ili iingie kwa watu wetu watoke kwa serikali. Nataka kusema ya kwamba Wajaluo wetu mchanuke. Na naambia mzee Orengo, hii kitu hatutafuata na usipochunga itakuwa mbaya kwako. Wajaluo hata uana wenyewe hawata image ya Kisumu na Luo Nyanza itaonekana kwa map ya kwamba sisi ni watu wa violent na sisi tunapigana nini. Hii iwezekani, hii hatutakubali. Na mimi nataka kusema hatutakubali. Nataka kusema hata mpange nini. Sisi kama jamii ya Wajaluo, naambia Wajaluo vijana, msikubali hao watu watumie, kwa sababu zile umeshashika mshale. Simu nini yako imeonekana, sura yako imeonekana. Utakujiwa wewe mwenyewe, hataendea Orengo. Utakujiwa wewe mwenyewe. So mimi naambia vijana wenzangu, msikubali kutumika. Na mimi nasema viongozi wetu, saa hii ule mtu tuliogopa ni Raila Amolo Odinga. Na alikufa kama tuko kwa broad based government. Ali make sure time yake ya kukua kwa hii dunia imeisha, anaenda kupumzika, lakini awache watu wake ambao wanaweza pata sali, wanaweza pata manyumba, wanaweza pata ile nini. Hii ndio Canaan. Na Ruto akasema ya kwamba tupite pia shortcut tuingie Singapore. Pale huku tunaenda kupata wanawake bikira, tuende tutoboe sisi wenyewe. So mimi nataka kusema jamani, Orengo, huyu wakina Sifuna wakienda huko waletee wakina Mudavadi shida, waletee wakina Wetango la shida, na hao pia wako kwa serikali, hawaletee maspies yao shida. Kwa nini hapa ndio shida iko? Kwa nini hapa kwetu ndio wanataka kuleta drama mingi? Eti Kisumu ndio mbaya, Wajaluo wanapenda gunship. Hatuta nini? Na hiyo narrative haitauzwa. Tutasupport Ruto tutam na tutamsupport. Nataka kusambia Uhuru Kenyatta. Uhuru, wewe kama hii Jubilee yako ulidanganya nayo Matiang'i, mtu akaresign kazi mzuri akakuja hapa. Sasa tena hiyo group yenu wakina Pauline Njoroge ambao walimchukua airport, leo tena wamekuja sisi ni Sifuna ndio party leader yake. Hii inchi hauwezi ongoza kama una background yako. Sifuna hauwezi ongoza bila kupata background yako. Matiang'i ungekuwa mjanja ungeanza party ya Wakisii. Ungeanza party ya Wakisii. Sasa tena the same strategy wamekuja sasa sisi ni Sifuna. Wamewacha sisi ni Matiang'i. Juzi walikuwa sisi ni Morara. Sasa tena wamerudi kwa Sifuna. Sifuna my brother, lazima hii inchi Ruto alikuwa na URP, akaunda nayo Wakalenjin wote. Raila Odinga alikuwa na NDP, akaunda nayo Wajaluo wote kwanza. Ndio akaenda national. Unaona? Wewe ndio kuwe kwa national cake ukidanganywa ya kwamba unaweza kuwa president na kura ya Wakikuyu eti Wakikuyu watoka wakupigia kura. Na kwenyu hata Kabuchai huwezi pata kura. Hata huko mali ulikuwa secretary general au kuwahi pata hata MC kutoka Kandui. Eti unataka kuwa president na nini na Central, unadanganywa. Eti sasa hii kabila yote ipigie wewe kura itakuwa president. Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Uhuru Kenyatta alitumia TNA kumobilize Kikuyu. Gachagua sasa anatumia EDCP kumobilize Kikuyu. Eti wewe umekaa tu na mapua kubwa na kichwa kubwa, eti mnaniangalia mimi, eti mnaona mimi, eti huko nyuma mnaona mimi ni nani? My friend, mlidanganya ndugu yangu babu, sasa amerudi kwa pool table. Mlimdanganya mkamuenjoy eti bila yeye ni tabu. Sasa amerudi kwa pool table ambaye hata yeye enda World Cup hapa Kenya. Ije chaisa hata kalongologo ya nini? Amerudi kwa pool table. Unaona? Mkamdanganya, sasa bado mnadanganya, wanadanganya nini my friend? Na mimi nashukuru nani Gachagua kwa ile kitu ulisema juzi. Hao watu wanataka eti wanawe, wewe upike alafu wakuje wanawe eti wakule. Uliwaambia wasiende Alkalao.
waende wa kampeni mali pengine. Unaona? Hiyo ndio Matiang'i ameonyesha. Gachagua amemwambia hata hii Nairobi hii, kama uta join DCP akupei akusupport, atakuwa na DCP kutoka chini mpaka juu. Wale wanaona ya kwamba Gachagua eti alifanya mbaya. Gachagua alikuwa anasendea kina Babu message ya kwamba mimi sitakubali watu wangu wa support. Ukitaka usapotiwe ingia DCP. Na sisi pia ODM hapa tuko nyuma ya Dr. Oburu Odinga, ambayo mlisema mwisi kwa hawezi waongoza, ni mzee. Unaona, sisi huo mzee ndio tulikubali, na ule mtu atatupangia mambo na atuambie zile tunapigana, anaweza tuliza ni Mama Ida Odinga, ndio atuambia mali vile amani inafaa ikuwe kwa Luo Nyanza. Mimi nataka kuambia ya kwamba nyinyi mlikimbia mkadharau Oburu, mkadharau kila mtu, mkaona mmeweza. Gachagua aliwapea signal ndio upate kiti, hata hiyo Senator Sifuna ndio urudi, na lazima join DCP. Mtu asikudanganye Jubilee na watu. Huyu Pauline Njoroge ni mkabila sana. Eti wewe na hiyo eti mimi mnaniona mimi eti tunapangwa na mwanamke Pauline Njoroge. Ndiye anakupanga ende kunya kwa hiyo hoteli, enda huku. Ndugu yangu Babu si mlimsurround. Ndugu yangu akakimbia karudi sasa kwa pool table. Ajui atapata na nini gani, unaona? So mimi nakwambia nyinyi kama Raila Odinga ndio watu baba yake alitoa watu jela. Wakakatara Oginga. Mwaka akakufa akaenda kwa kaburi. Raila Odinga akakuja akasema Kibaki tosha. Wakamuita Mtongoria Jambi. Walikuja wakamgeuka. Akakuja akasimama nao watu wakakuwa nao serikali ya 50-50. Akakubali kugawa nao serikali. Wakasema sana muachia, wakalete Uhuru Kenyatta akakuwa president, wakamuibia na akakuwa president. Sasa wewe Sifuna kusimama tu kusema eti mimi ni nani? Wao watu wanakupea nao kiti. Huyu ni Oginga alitoa baba yao jela kama Kenyatta anafungwa. Akakataa kuwa president. Raila Odinga akasema Kibaki tosha, akamsupport kama kwa wheelchair hizi, angalia mwanamke nyuma, na ndio lemrugeuka. Wewe nini umefanyia jamii ya watu wa Kenya? Kusema eti mimi ni nani? Eti mimi naitwa nani? Hiyo peke yake ni watu wa Kenya watapiga kura eti wewe ni nani? Eti mimi ni nani? Eti hiyo. Kuuliza tu swali kama hiyo. My friend, mandugu zangu, mtaona moto. Mimi nasema tuko na Oburu Odinga na tuna support ODM na tuna support William Ruto. 2 term is a must. Na vile nilisema, mpende msipende, Ruto atapita na atapita na fujo. Ruto atawacha nyinyi na 1 point. Na mimi naambia President William Ruto usikuwe na wasiwasi. Nyanza imekuwa lock. Naambia vijana wetu wa Jaluo, msikubali Migori, Siaya, wapi, msikubali kutumika ya kwamba mnawekwa na 500 1,000. Chukweni hiyo pesa na mpotee. Msikubali kuwekwa ya kwamba wakina Orengo wanatafuta sympathy, wakina Sifuna wanatafuta sympathy kwa Wajaluo. Hiyo tu. Sisi tukae gangari na tusupport viongozi wetu, Oburu Odinga, Mama Ida na viongozi wetu wakina Raymond Omolo, Mbadi Opiyo Wandayi, tuwa support, na sana sana ni support ya William Samoei Ruto. Asanteni na Mungu awabariki.